ya Dar es Salaam. Nawashukuruni sana. Nilikuwa sijajua kwamba Mheshimiwa mbunge alikuwa anafuatilia hata wajumbe wangu wamelala wapi. Amejua wamelala kwenye jimbo lake. Kwa hiyo hongereni sana watu wa Ubungo. Lakini pia nawashukuru sana kwa mkutano mzuri. Mkutano umependeza. Kila sehemu tuliopita helikopta imepita mara moja. Kwenu helikopta imenogewa, imerudia mara 3. Ubungo ye. Lakini naomba pia mpokee salamu za shukurani na pongezi kutoka kwa rais wetu, mwenyekiti wa chama chetu na mgombea urais kwa tiketi ya CCM, Daktari Samia Suluhu Hassan. Amenituma niwape salamu nyingi wana Ubungo. Anawashukuru kwa jinsi mlivyoshiriki vizuri katika uzinduzi wa kampeni tarehe 28. Ubungo ilionekana. Lakini vile vile nitumie nafasi hii kumshukuru sana mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo, Profesa Kitila Mkumbo. Ameeleza mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 5 inayoisha. Lakini vile vile ameeleza kwa ufanisi kuhusu tofauti ya jimbo la Ubungo, tofauti ya Dar es Salaam na maeneo mengine tuliyopita. Amesema Dar es Salaam ni sehemu ya biashara, sehemu ya biashara. Na mimi nakubaliana naye 100%. Kwa sababu Ubungo peke yake ina masoko makubwa 8. Lakini vile vile ameniambia nisiondoke bila kujua kwamba Mlimani City ipo kwenye jimbo lake. Na mimi pamoja na kwamba niliwahi kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya wilaya ya Ilala na pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya mkoa wa Dar es Salaam, lakini bado itabidi nikitoka hapa niende nikatembelee Mlimani City ili nielewe vizuri zaidi kwamba iko jimbo la Ubungo. Ubungo ye. Maana siku zote nikienda Mlimani City na kwenda kufata kitu, kununua hiki, kununua kile, lakini sasa nikienda naenda huku nikisema sasa natembelea jimbo la Ubungo linaitwa Mlimani City. Au sio? Lakini vile vile siku si nyingi zilizopita Rais Samia alizindua kituo kikubwa cha usafirishaji Afrika Mashariki katika eneo la Ubungo pia. Kwa ni wazi kwamba nyinyi mbunge anaposema kwamba hili ni eneo la biashara, anasema ukweli. Hongereni sana. Chama cha Mapinduzi katika miaka 4 iliyopita chini ya uongozi wa Rais Samia kimefanya mambo mengi kupitia serikali zake. Moja ya mambo makubwa sana yaliyofanyika na Chama cha Mapinduzi ni pamoja na kudhibiti mfumuko wa bei. Kudhibiti mfumuko wa bei. Bei za Tanzania zimeendelea kuwa na kiwango cha wastani tofauti na maeneo mengine duniani au maeneo mengine katika nchi zinazotuzunguka. Kwa mfano, katika mwezi wa Agosti mwaka huu, mfumuko wa bei kwa Tanzania ulikuwa 3.1. Wakati nchi jirani tu hapa ya Malawi, mfumuko wa bei ulikuwa 28. Ina maana kila mwezi unaokatika bei za vitu zinaongezeka kwa kiwango cha robo ya bei iliyokuwepo awali. Lakini sisi tuliweza kudhibiti mfumuko wa bei kwetu kutokana na kazi kubwa ya uzalishaji ambayo inasimamiwa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hakuna eneo muhimu
kama kusimamia ukuaji wa uchumi. Ndio maana katika miaka 4 iliyopita uchumi wetu ulikuwa unakuwa kwa 4.8, lakini sasa uchumi wa Tanzania umekuwa kwa 5.6. Na hii ina mchango wa pekee katika kubakiza bei zetu katika mtangamano. Tunaposema mfumuko wa bei umedhibitiwa, tunamaanisha kwamba fedha anayotumia mnunuaji wa bidhaa mbalimbali inatumika kwa kiwango kisicho na mabadiliko makubwa kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa nguvu ya mnunuzi, thamani ya fedha aliyonayo inakuwa kubwa kulingana na mahitaji yake. Kwa nasema katika jambo hili lazima wana CCM, lazima wa Tanzania tuone mchango wa rais wetu, mchango wa serikali ya CCM katika kuweka maisha yetu kuendelea kuwa mazuri siku hadi siku. Lakini pia katika sekta ya ukuaji wa uchumi, rais wetu amefanya kazi kubwa katika kuimarisha diplomasia ya uchumi duniani. Kupitia balozi zetu mbalimbali, rais wetu ameweza kutengeneza mazingira ambayo yamefanya tuweze kupata wawekezaji wengi kutoka nje ya nchi, lakini vile vile tuweze kuuza bidhaa zetu bila kikwazo katika nchi mbalimbali duniani. Na hivyo biashara zetu kuweza kutuletea fedha za kigeni. Mtakumbuka miaka michache iliyopita ilikuwa kiwango cha bidhaa tunazouza hata hapo tu Kenya kilikuwa kidogo sana kulingana na kiwango tunachonunua. Lakini sasa kiwango tunachouza Kenya ni kikubwa kuliko kiwango tunachonunua. Hii ni matokeo ya sera nzuri. Ni matokeo ya sera nzuri, lakini pia ni matokeo ya ushirikiano mzuri, uwezo wa hali ya juu wa kidiplomasia wa rais wetu, lakini pia mashirikiano na nchi zinazotuzunguka, lakini pia na nchi mbalimbali duniani. Kwa hiyo kipekee lazima tuone fahari tunapojitambulisha na Rais Samia, tunapojitambulisha na Chama cha Mapinduzi. Hapo vipi? Lakini vile vile utoaji wa leseni. Watanzania wanaotaka kufanya biashara halali, Watanzania wanaopenda kulipia kodi kwa taifa lao imeongezeka sana katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Lakini pia kipekee sana tunawashukuru sana mamlaka ya mapato kwa kutekeleza maagizo ya Rais Samia Suluhu Hassan. Nyie mnakumbuka miaka ya nyuma muda wote ni kukimbizana na maafisa wa mapato, uongo kweli? Muda wote kulazimishana kodi zinazozidi bidhaa ambazo mtu ulikuwa nazo, uongo kweli? Lakini Rais Samia Suluhu Hassan alipoteua mkurugenzi wa TRA alimuonya wasifanye mchezo wa kulazimisha fedha nyingi kwa bidhaa za watu bila sababu. Aliwataka wafanye sera rafiki na wafanya biashara. Nafurahi kwamba sasa TRA inafanya sera rafiki na wafanya biashara kama Rais Samia alivyoagiza, na sasa mashirikiano kati ya TRA na wafanya biashara ni mazuri, wote wanajenga nchi yetu. Hapo vipi? Lakini kwenye eneo la usafiri na usafirishaji, nataka nikiri kwamba katika mkoa wetu wa Dar es Salaam kumekuwa na changamoto kwa muda kuhusu usafiri. Na changamoto hizi zinatokana na mipango ya uboreshaji wa miundombinu yetu. Maana unapotaka kufanya maboresho lazima ufanye maamuzi. Ama ubaki na miundombinu ya zamani, ama ubaki na barabara zote za zamani, ama uamue kuwa na barabara mpya, ama kuwa na miundombinu mpya lakini ambayo italeta usumbufu kwa muda. Kwa wakati mwingine unaamua kwamba sasa tupate usumbufu wa muda ili tuje tupate manufaa makubwa zaidi baadaye. Na hivi ndivyo ilivyotokea kwa miundombinu yetu ya barabara ya Dar es Salaam, kwamba tumeamua tupate madhara ya muda mfupi ili tupate tija kwa muda mrefu. Tumekuwa na sera ambazo si rafiki sana katika miundo yetu ya barabara, hasa katika mwendo kasi. Katika mwendo kasi tumekuwa na sera ambazo si nzuri sana, lakini ambazo tumekuwa tukizifanyia kazi kuzirekebisha. Kwa mfano,
Katika utaratibu wa mwendokasi wa sasa, serikali ndio inayojenga miundombinu, serikali ndio inayonunua mabasi, na serikali ndio inayoendesha uendeshaji wa miundombinu ya magari ya mwendokasi. Lakini tumeona haina tija, haina. Kwa serikali ya Rais Samia imetengeneza sera zinazorekebisha jambo hili, kwamba serikali sasa itajielekeza katika kujenga miundombinu. Serikali itajielekeza katika kujenga miundombinu, lakini ununuzi wa mabasi pamoja na uendeshaji wake, serikali itashirikiana na sekta binafsi. Sekta binafsi. Na uzoefu wa muda mrefu sasa ambao tumeanza kuupata unaonyesha kwamba serikali inaposhirikiana na sekta binafsi, tija inaongezeka, mafanikio yanaongezeka. Maana sekta binafsi inataka kupata faida, lakini pia inataka ufanisi wa hali ya juu. Na hapo ndipo tunapoweza kujenga nchi yetu kwa mafanikio makubwa zaidi. Sasa tunazo barabara sasa hivi ambazo ziko kwenye mchakato. Barabara muhimu ni pamoja na barabara ya Kimara, Moroko, Kivukoni, Gerezani. Maana uzuri wa Dar es Salaam, mtu wa Gerezani, mtu wa Moroko, mtu wa Kivukoni, wote wanaathiri usafiri wa Ubungo kama sehemu moja imekwama. Kwa hiyo lazima unaposhughulikia uyatazame yote kwa pamoja ili yalete suluhu kwa eneo zima la Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa njia hizo nilizozitaja, tayari yameagizwa mabasi mapya 177 ambayo yatakuja kupunguza changamoto hiyo. Lakini vile vile katika nchi yetu, chama chetu na serikali ya CCM imefanya mabadiliko makubwa katika miaka michache iliyopita katika kuboresha umeme wetu. Sasa hivi umeme unaozalishwa Tanzania umeongezeka mpaka megawati 3,078, ambapo miaka michache iliyopita tulikuwa tunazalisha megawati 1,602. Ongezeko hilo litasaidia katika kupunguza mgao wa umeme, litasaidia katika kufanya wazalishaji wetu wa viwanda waweze kupata umeme muda wote, lakini pia shughuli za wafanyabiashara ndogo ndogo kama vinyozi, saluni ziende vizuri, wasukaji, viwanda vidogo vidogo, vyote vitakwenda vizuri. Sasa tumemaliza mambo haya ya miaka mitano iliyokwisha. Tunakwenda kwenye miaka mitano inayokuja. Je, serikali ya CCM chini ya Rais Samia Suluhu Hassan ikipewa ridhaa ya kuongoza tena inataka kufanya nini? La kwanza, tumedhamiria katika miaka mitano ijayo kulitazama zaidi eneo la wafanyabiashara, na hasa wafanyabiashara wadogo. Tumedhamiria kurasimisha biashara za wafanyabiashara wadogo ili wafanye biashara zao kihalali, wafanye biashara zenye tija, lakini pia waweze kukopesheka. Tumedhamiria kuongeza utoaji wa leseni uondokane na mfumo wowote wa kirasimu ambao unafanya leseni zichelewe kutoka. Tumedhamiria leseni zitoke kwa wingi na kwa wakati kwa wanaohitaji. Lakini vile vile tumedhamiria katika miaka mitano ijayo kujenga na kukarabati masoko mapya 13 Ubungo. Nimeambiwa kwamba watu wengi wanapenda zaidi kwenda Mlimani City, wanapenda kwenda kwenye kituo cha biashara cha Afrika Mashariki kwa sababu ya ukarabati mzuri, mandhari nzuri, huduma nzuri, miundombinu mizuri. Tumesema miundombinu hii inatakiwa kuwa pia kwenye masoko yetu mengine. Huduma za msingi kwenye masoko yetu mengine ya Ubungo ziweze kupatikana ili watu wayapende pia masoko yetu mengine. Hapo vipi? Lakini vile vile tumekusudia katika miaka mitano inayokuja kuendelea na uwezeshaji katika halmashauri zetu wa 10%
10%. Mtakumbuka kwamba katika miaka michache iliyopita Rais Samia Suluhu Hassan alisitisha utoaji wa mikopo ya 10% baada ya kugundua kwamba mikopo ile inatolewa bila kuzingatia uwiano na bila kuzingatia haki. Rais Samia aligundua kulikuwa kuna upendeleo katika utoaji wa mikopo. Uongo kweli? Kwa hiyo akasimamisha kwa muda, tukafanya utafiti ili kupata mfumo utakaozuia upendeleo. Na sasa mfumo umeshawekwa na umeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunasema tunawahakikishieni wananchi wa Ubungo kwamba katika mfumo mpya wa 10% za mikopo ya wanawake na vijana, sasa hakutakuwa na nafasi ya kufanya upendeleo. Kila mwananchi atatendewa haki. CCM oye! Lakini vile vile katika miaka 5 inayokuja, Rais Samia amesema na mimi nasisitiza kwamba katika siku 100 za kwanza serikali ya CCM ikipewa ridhaa ya kuwa madarakani inakwenda kutenga zaidi ya shilingi bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya wajasiriamali wadogo. CCM oye! Na katika eneo la afya, pamoja na kazi kubwa na nzuri iliyofanyika kama ambavyo mbunge ameisema vizuri sana, lakini pia katika miaka 5 inayokuja tumedhamiria kuiboresha zaidi hospitali ya manispaa ya Ubungo. Tumedhamiria kuiongezea majengo, tumedhamiria kuiongezea vifaa tiba, tumedhamiria kuongeza watumishi. Nia ni kwamba hospitali ya Ubungo iweze kutoa huduma zote za dharura zinazotolewa katika hospitali kubwa, iweze kufanya upasuaji wa dharura na iweze kutibu magonjwa yote makubwa kadri inavyowezekana, ili wananchi wa Ubungo wasiende mbali kupata huduma zao. CCM oye! Lakini vile vile tumedhamiria ndani ya miaka hii 5 kuongeza kufikika kwa huduma za afya kwa wana Ubungo. Hivyo tunajenga zahanati mpya 3 na kituo cha afya 1 kusogea karibu zaidi na wananchi wetu. CCM oye! Mbunge ameninong'oneza kuhusu changamoto ya maji. Changamoto katika miaka 5 inayokuja tunakwenda kuimarisha mradi wa upanuzi wa mtandao wa maji katika maeneo ya Kimara, Ubungo, Sinza, Mabibo na Makurumla. Hapo vipi? Lakini pia tunakwenda kuendeleza vyanzo vyote vya maji vya Ubungo, kuviboresha ili viweze kutoa maji kwa wingi zaidi, ili kutosheleza mahitaji ya watu wa Ubungo. Hapo mnasemaje? Lakini pia katika miaka 5 inayokuja, katika ilani ya CCM tumesema kwa Ubungo tunaenda kuimarisha mfumo wa mawasiliano wa DAWASA, ili mwananchi akipata changamoto ya maji, anapotaka kuwasiliana na DAWASA, hatua za haraka zichukuliwe. Lakini pia DAWASA iwe inaweza kutoa taarifa za mapema kwa wananchi kuhusu changamoto yoyote ya maji ambayo iko njiani au ambayo inakuja. Hapo vipi? CCM oye! CCM oye! Lakini pia katika miaka 5 inayokuja, Chama cha Mapinduzi kimedhamiria kusimamia sheria za mipango miji, kusimamia uboreshaji wa makazi yetu, kuhakikisha kwamba makazi yetu tunayojenga na yaliyopo yanakaa katika mpangilio unaowezesha kupata huduma mbalimbali za jamii, mpangilio unaowezesha eneo letu kuwa safi na salama, mipangilio ambayo, maana kuna wakati nyinyi mnajua, wakati mwingine hata tunapouziana viwanja vyetu
wakati mwingine hata hatuachiani njia za kupita. Uongo kweli? Yeah. Kwa hiyo ni muhimu sasa serikali ya CCM kwenye miaka mitano inayokuja imeamua kwamba jambo la kusimamia mipango miji na ramani zetu litasimamiwa. Nakumbuka mtu mmoja aliuziwa kiwanja ambacho kimepakana na mlango wa mwenzake. Alafu akaanza kujenga ukuta kwa kufunga mlango wa mwenzake. Na ni hapa Dar es Salaam. Uongo kweli? Alafu mwenzake alipomuuliza akaambia, sasa hiki kiwanja nimenunua mimi. Ya sheria za mipango miji, lakini pia ramani za makazi, lakini pia ufuataji wa sheria, ili kila Mtanzania aone fahari ya kuitwa Mtanzania. Aone fahari ya kuitwa. Lakini pia mifumo ya ukusanyaji taka iwezekane. Mifumo ya ukusanyaji taka ifanye nini? Iwezekane. Lakini pia wananchi wenyewe watahamasishwa kushiriki katika kusafisha mazingira yao. Kusafisha mazingira yao, kwa sababu mazingira machafu yanaleta magonjwa, yanaleta mchoko katika akili. Uongo kweli? Lakini vile vile kwa eneo la Ubungo tumezamiria kuhakikisha kwamba viwanda vinaimarishwa zaidi. Mchakato wa kongani ya viwanda nao utasimamiwa Ubungo ili kuweza kukuza uchumi wetu, lakini vile vile kukuza ajira zetu. Hapo vipi? Lakini vile vile kwa Ubungo mafunzo ya ujasiriamali na ufundi yatasimamiwa ili vijana wanaonufaika na mafunzo hayo wawe waajiriwa wa kwanza kwenye viwanda vitakavyopatikana. Hapo vipi? CCM oye! CCM oye! Najaribu kupitia mambo yanayohusu Ubungo kwenye ilani yetu. Naona kama yamekuwa mengi kuliko wilaya zingine. Namtilia mashaka Profesa Kitila, maana alikuwa anaandika ilani. Kitila, Profesa. Hebu mpe maiki, mpe maiki. CCM oye! CCM oye! Mimi nataka tu kumuuliza Profesa Kitila Mkumbo, alikuwa mwenyekiti wa kamati ya kuandika ilani. Mbona mambo ya Ubungo ndio yamejaa humo? Mheshimiwa CCM oye! Mheshimiwa, nimejitahidi kutenda haki. Nimejitahidi kutenda haki. Lakini inawezekana watu wa Ubungo kwa sababu tuliwapa waweke mambo yao, watakuwa smart wakaweka mengi zaidi. Kwa sababu yote alitoka kwao. CCM oye! CCM oye! Mmemsikia alivyojibu Kama mkusikia vizuri amesema mwamba ngoma ngozi uvutia kwake. Mwamba ngoma. Sasa kitendo chake cha kuwapendelea ni mtoto mbaya au mtoto mzuri? Mzuri. Kwa kweli nimekasirika sana. Kila nikifunua hivi Ubungo, kila nikifunua Ubungo, Ubungo peke yake. Kaa Profesa. Lakini vile vile katika miaka mitano inayokuja serikali ya CCM imedhamiria kuzalisha ajira mpya katika sekta rasmi na sekta zisizo rasmi milioni 8. Milioni hapo vipi hapo? Lakini pia katika miaka mitano inayokuja serikali ya CCM chini ya Rais Samia Suluhu Hassan ikipata ridhaa ya kuongoza tena imedhamiria kuhakikisha kwamba amani, mshikamano na usalama katika nchi yetu vinaendelea kupewa kipaumbele cha kwanza. Hapo vipi? Hapo vipi hapo? Sasa kuna machache ambayo tutayafanya ndani ya ndani ya siku 100 za kwanza. Siku 100 za kwanza, na mimi nitayataja kwa haraka
haya mambo matano tutakayofanya katika siku 100 za kwanza. La kwanza, serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa ya kujenga mamia ya zahanati, mamia ya vituo vya afya, lakini vile vile kujenga mamia ya hospitali mpya za wilaya. Hapo vipi? Lakini tuna changamoto ya watumishi wa kada ya afya. Changamoto ya watumishi wa kada ya afya. Kwa hiyo tumeamua ndani ya siku 100 za kwanza, Rais Samia akipata nafasi ya kuongoza tena, yeye na Chama cha Mapinduzi, anakwenda kutoa ajira mpya 5,000 kwa kada ya afya. Lakini vile vile Rais Samia kwa miaka 5 iliyoisha amefanya kazi kubwa ya kukuza elimu yetu. Tumejenga maelfu ya madarasa, mamia ya shule za msingi na sekondari na shule za awali. Lakini tuna changamoto ya walimu wa sayansi na hesabu. Kwa katika katika siku 100 za kwanza tunakwenda kuajiri walimu wapya 7,000. Hapo vipi? Hapo vipi hapo? Lakini vile vile katika moja ya sera za msingi sana ambazo zimekuwa zikimuumiza kichwa sana rais wetu, mambo ambayo yamekuwa yakimtesa rais wetu na kumfikirisha, ni gharama kubwa za matibabu kwa Watanzania. Gharama kubwa za matibabu kwa Watanzania. Watanzania wamefika mahala ambapo wanaamua kujiandikia dawa wao wenyewe. Na kama dawa unakunywa mara 3 kwa siku, mtu anajiandikia mara 1 kwa siku 4, mara 1 kwa siku 5 ili tu aweze kumudu. Uongo kweli? Rais amesema hatuwezi kama taifa kuendelea namna hiyo. Hatuwezi kama taifa kuendelea namna hiyo. Na ndio maana amesema sasa katika miaka 5 inayokuja tunakwenda na mipango ya bima ya afya kwa kila Mtanzania. Lakini katika siku 100 za kwanza tunaanza na makundi maalum. Makundi: wanawake wajawazito, watoto, wazee na watu wenye ulemavu. Hapo vipi? Kuna kundi gani hapo tulipunguze tumelipendelea? Wana Ubungo, kundi gani tulipunguze limependelewa? Tuondoe wanawake wajawazito, tuondoe wazee, tuondoe watu wenye ulemavu, basi tuondoe watoto. Wote waendelee, sio? Wanaosema makundi yote 4 yaendelee, mikono juu. CCM oye! CCM oye! Lakini vile vile tumesema katika siku 100 za kwanza tunaenda kuunda tume ya maridhiano. Tume ya maridhiano. Tunajua yako makundi mbalimbali ya Watanzania yenye mawazo tofauti. Tunajua kuna watu wengine si wengi, ni wachache, lakini tunajua kwamba wachache nao wana haki ya kusikilizwa. Chama chetu cha Mapinduzi chini ya Rais Samia kinasema katika siku 100 za kwanza tunakwenda kuunda tume ya maridhiano ambayo itawaweka watu wenye fikra mbalimbali pamoja ili kuwaunganisha Watanzania, ili tujenge kizazi cha sasa kilicho kizuri chenye mshikamano, lakini kizazi cha tuje turithishe kizazi kijacho nchi yenye utangamano. Hapo vipi? Na mwisho kwa leo, katika siku 100 za kwanza za serikali ya Rais Samia, serikali ya CCM, tunakwenda kufufua mchakato wa katiba mpya, mchakato na kukamilisha ambao tulikwisha kuanza. Mtakumbuka marehemu Samuel Sitta alikuwa mwenyekiti wa Bunge la Katiba, makamu mwenyekiti alikuwa Mama Samia Suluhu Hassan, naye ana hamu kama makamu mwenyekiti wa Bunge la Katiba wakati ule kuona kwamba mchakato ule unafika mwisho, unafika
mwisho kabisa katika siku 100 za kwanza tunaenda kuanzisha mchakato wa kukamilisha habari ya katiba mpya. Hapo vipi? CCM oye! Sasa kabla sijamalizia, naomba diwani wa kata hii aje. CCM oye! Naomba diwani aombe kura zake na madiwani wenzake. Madiwani wenzake wakati akiongea mwenzenu nyewe mnasimama kumpa ubani, au sio? CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Nimeambiwa nimeombee madiwani kura, lakini naanza kugombea mama yetu Samia Suluhu Hassan. Namuombea bunge wetu Kitila Mkumbo. Naombea madiwani wote wa Ubungo na Kibamba. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Nakushukuru sana. Wagombea wetu wa ubunge wa viti maalum kama wapo na majimbo mengine ambayo sio hili kama wapo, naomba waje. CCM oye! Naomba wajitambulishe jina lake na yeye anawakilisha wapi katika wagombea wetu hawa, tafadhali. CCM oye! Ubungo oye! Ubungo wetu UWT moto moto. Jina langu naitwa Asha Juma Feruzi, mgombea ubunge kupitia kundi la vyuo na vyuo vikuu kupitia Chama cha Mapinduzi. Wananchi wenzangu wa wilaya ya Ubungo, ninawaomba sana ifikapo tarehe 29 Oktoba tuhamasishane sote tukapige kura nyingi kupitia Chama cha Mapinduzi. Niwaombe sana wananchi wenzangu wa wilaya ya Ubungo, tukampe kura za heshima, kura za shukurani rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia oye! Dr. Samia! Niwaombe pia wananchi wenzangu wa wilaya ya Ubungo, hususan jimbo hili la Ubungo, Oktoba 29 tukaweke kura za kishindo na shime kwa mbunge wetu Profesa Kitila. Ubungo oye! CCM oye! Lakini pia niwaombe tena kwa dhati, tarehe 29 Oktoba tukaweke tiki za kutosha kwa madiwani wetu wa jimbo hili la Ubungo, kata 8, wote madiwani wanayotokana na Chama cha Mapinduzi, tukawape kura za kishindo ili washirikiane na mbunge. CCM oye! CCM oye! Ubungo oye! Ubungo wetu Mama Samia oye! Dr. Nchimbi safi! Kitila Mkumbo oye! Madiwani oye! Ndugu zangu wana Ubungo, majina yangu naitwa Janet Elias Mahawanga, ni mgombea wa nafasi ya ubunge viti maalum mkoa wa Dar es Salaam. Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, ninawaomba sana, Dar es Salaam ni ngome ya Chama cha Mapinduzi. Tusikubali kupoteza kata zetu zote 8 za jimbo la Ubungo, na mbunge wetu tumtetee Profesa Kitila Mkumbo. Amefanya kazi kubwa, sisi sote tunafahamu. Ninawaomba tarehe 29 Oktoba tukapige kura za kishindo, kura za heshima, kura za kihistoria. Hili kwa wana Dar es Salaam linawezekana. Dar es Salaam oye! Ubungo oye! CCM oye! Asanteni sana.
Amina Good Saidi, mteule wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam. Wana Ubungo, ndugu zangu, nimesimama hapa kwa heshima na taadhima kumwombea kwanza kabisa mama yetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan kura za ndio. Kina mama oye! Kina mama, naamini letu ni lile lile tulilokubaliana, tarehe 29 hakuna atakayelala. Biashara zetu tutafunga tarehe 28 ili tarehe 29 tujitokeze kwa wingi kwenda kumpa mama yetu kura za kishindo, kura za kihistoria. Haijawahi kutokea katika nchi yetu ya Tanzania. Tunatakiwa tuwaonyeshe kwamba kina mama tunaweza. Vile vile ni muombee kura mbunge wetu wa jimbo la Ubungo, Mheshimiwa Kitila Mkumbo. Wangapi mtampa Mheshimiwa Kitila? CCM oye! Chakula kivi kwa mafige mawili au moja. Niwaombee na madiwani wote, mafige matatu yanaenda kuivisha chakula kilichokuwa kitamu. Kura zote kwa CCM tukatiki tiki tatu. CCM oye! CCM oye! Nawashukuru waheshimiwa. Ubungo oye! Ubungo oye! Haya, nimalizie sasa. Mbunge wenu alipoongea amesema niwasaidie kuweka msukumo kwenye utoaji wa fedha kwenye barabara ya Kimara Bonyokwa, lakini pia ameomba nisaidie kuongeza kasi katika ujenzi wa barabara kilomita 25 Ubungo, mradi wa DMDP. Nataka niwahakikishie kwamba nitashirikiana naye. Lakini pia niliposema kwamba mbunge wenu amependelea sana Ubungo, nikaacha kusema miradi mingine iliyotajwa ya Ubungo. Lakini kanitumia ujumbe kasema mimi nilipendekeza tu, lakini halmashauri kuu ya taifa ya CCM iliyokubali naomba utaje, au sio? Basi wacha nitaje hiyo ya barabara niliyoiacha kwa ajili ya romba yangu, au sio? Haya, miradi ya Ubungo ya barabara ambayo imetolewa na Chama cha Mapinduzi katika utekelezaji wa miaka hii mitano. Ya kwanza ni ujenzi wa barabara ya Kimara Bonyokwa Kinyerezi kwa kiwango cha lami pamoja na ujenzi wa daraja la Kinyerezi. Ya pili, upanuzi wa barabara eneo la Ubungo Kimara kuwa barabara 8 na maboresho madogo kwenye barabara za Morogoro na Kawawa. Ya tatu, ujenzi wa barabara ya Mabibo Hostel, Makaburini, Tatedo, TAG Betheri na Msewe kwa kiwango cha zege. Ya nne, ujenzi wa barabara ya Kimara Bonyokwa Kinyerezi kwa kiwango cha lami pamoja na ujenzi, hii nimeshaisoma hii. Ya tano, ujenzi wa kiwango cha lami barabara za Sinza KKT, Segesera, Juma Ikangaa, Ubungo NHC, Tip Top, Midizini, Binti Kayenga, Namnani, Mikindani, Chimwaga, Mbegani, Shule na Lion. Mbunge umefurahi sasa Njoo mbunge. Nitaka kumnyoosha nisizitaje lakini kanikomalia. Profesa oye! Profesa oye! Sasa ndugu zangu wa Ubungo, halmashauri kuu ya taifa ya CCM imezingatia kazi kubwa ambayo Profesa Kitila amefanya kwenye jimbo hili.
Lakini vile vile halmashauri kuu ya taifa ya CCM imezingatia kazi kubwa aliyofanya kwenye serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kama msaidizi mkuu kwa mambo ya sera na uchumi katika nchi yetu. Na halmashauri kuu ya taifa pasipo shaka imejiridhisha kwamba huyo anatosha kuwa mtumishi wenu, anatosha kuwa mwakilishi wenu na anatosha kuwa mtetezi wenu. Rais Samia amenituma nimuombee kura zote za ndio. Kura zote? Kura zote? Kura zote? Watakaompa kura zote za ndio mikono juu. CCM oye! CCM oye! Asante sana Profesa. Kwa kumalizia na mambo mawili ya kumalizia, au sio? La kwanza, Oktoba 29. Oktoba, naomba wote tukapige kura. Wote tukachague madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi. Madiwani wote wa chama, lakini pia tukachague wabunge wa CCM wakiongozwa na Profesa Kitila Mkumbo. Hapo vipi? Lakini pia tukampe kura nyingi za heshima rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Daktari Samia Suluhu, tukampe kura nyingi za wangapi? Watatoa kura nyingi kwa Rais Samia, mikono juu. Ubungo oye! CCM oye! La pili, maana nimesema nina mawili ya mwisho. La pili, ili la pili niseme lazima tusimame, au sio? Kwa hiyo naomba tusimame. Tusimame jamani, tusimame. CCM oye! Na mazoezi kidogo, mkono wote twende, mikono juu. Tunaenda kulia, kushoto, kulia. Kama ninavyoenda mimi, sio? Haya DJ, tuletee Mama Samia.